Asante sana Hamid Abdalla kwa taarifa hiyo. Na uchungu mkubwa kwa mzazi ni kumzika mwanawe mwaka mmoja baadaye tangu maandamano ya Juni 25 kunradhi. Wazazi waliopoteza wanao kwenye maandamano wamebeba maumivu hayo kwa mwaka mmoja, ambayo ni hii leo ikiwa ndio ukumbusho wa kilichojiri. Familia hizi zilitamani sana kutangamana na kutiana nguvu, lengo likiwa ni moja tu, kuweka maua kama alama ya kumbukumbu za watoto wao 60 waliouliwa, lakini hali haikuwa hivyo. Naam, Frida Mwaka amesemezana na mama Kennedy Onyango, mmoja wa waathiriwa wakuu wa maafa ya maandamano ya Juni mwaka jana, na hii hapa simulizi yake. Simulizi iliyojawa na uchungu, majonzi yanayodhihirisha yaliyo moyoni. Pengine kwa mkia leo mama Kennedy Onyango, Jacinta Anyango alitarajia kwamba angempa heshima ukumbusho mwanawe aliyepigwa risasi Rongai, kaunti ya Kajiado, katika ghasia za maandamano na kuaga dunia mnamo tarehe 27 Juni mwaka wa 2024. Tulikuwa wengi hadi kuna wenye wametoka Nakuru, wakina mama Rex, wakina mama Erickson, ili tupate kukumbuka watoto wetu tukiwa pamoja, tuweke maua, lakini tumesambaratishwa, tumepewa tear gas. Mimi hata sijua wamama wameenda wapi. Kwanza mama Rex nimempigia simu hashiki, sijui yako wapi, sijui kila mtu ako wapi. Katika jumba la Nation walifanya maombi wakiandamana na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga na wanaharakati wengine. Ila ramani waliowasilisha kwa polisi kwenye notisi ikatibuliwa ghafla. Si hadithi ya maandamano tu, ni hadithi ya ahadi hewa. Ahadi zilizotolewa na utawala ila zikayeyuka kama umande wa asubuhi upatapo jua. Tukiwa karibu kufika kwa nyumba, nikatoka mtu anapiga namba yenye sijui. Akaniambia, "Hello mama Kennedy, mimi ni Dennis Itumbi." Mimi sijui Dennis Itumbi ni nani. Akaniambia, "Mimi ni Dennis Itumbi na nakupigia, rais anataka kuongea na wewe. Shika tu simu hivyo vile umeshika, usiache. Rais anataka kuongea." Like alituconnect. Akasema, "Mama Kennedy, habari yako mama?" Nikamwambia, "Sio mzuri." Akaniambia, "Pole, nimeona. Pole, nimeona, nitakuita tukae chini tuongee, nitakufanyia vile mimi mwenyewe nasafanyiwa. Pole." Hivyo ndio kita aliniambia. Mama Kennedy anadai kilichojiri leo kimemkumbusha alichoahidi Rais William Ruto bila kutimiza. Kutoka hiyo tarehe 4 mwezi wa 7 vile alinipigia simu, mpaka wa leo sijapata simu yoyote kutoka kwake. Swali alilosalia nalo ni kwa nini haki ya mtoto wake imezikwa? Kennedy namuona kama shujaa, na sio shujaa wangu peke yangu, ni shujaa wa dunia mzima. Na ijapo hawakukumbukwa kama ilivyopangwa, ni wazi orodha hii ya 60 walioaga dunia Juni mwaka uliopita wa 2024 itasalia si machoni tu mwa Wakenya, bali pia nyoyoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z. Kibwabia nilewa, nione huruma.